Hii inaitwa mbio. Nashukuru Mungu kwamba ni kitu kizuri. Hii ni mbio siku ya Afrika, ni kitu kizuri ambacho mimi leo nashiriki mwaka wa pili, kwa hiyo kila mwaka lazima nishiriki na ni kitu kizuri. Na leo nimeangalia kwamba nilipokimbia mwaka jana na mwaka huu vitu tofauti, kwa sababu leo kidogo nimetrain na mpaka sasa nimekuwa mtu kama mtu wa 7 au 8. Kwa hiyo nimeshukuru Mungu kwamba nimekimbia. Kuna watu nimepita wakongwe mpaka nimefika hapa, naambia mwanangu leo umefungua turbo. Kwa hiyo ni kitu kizuri ambacho na geni na vile najifunza, na kama mimi ni mchezo wa boxing, kwa hiyo nimeamua leo kucheza kwenye riadha. Ndio mimi kila mtu ana upande wake. Maana nimeshangaa mpaka mademu ananipita, kwa hiyo nikasema hii kweli noma. Kwa hiyo kila mtu na upande zake. Kwa hiyo nao natamba pande zangu na pande zake. Kila imani mwaka unaokuja watu shiriki tena kwa wingi wengi. Kwa maana kabisa mnaweza ngatusora mtu wa kwanza, mtu wa pili, yani sikosi yani. Ya, kwa hiyo kitu ni kizuri. Kitu gani kipi ambacho umejifunza? Nimejifunza vitu vingi kwa sababu nimeangalia ukija hapa unakutana na watu wengi tofauti, mnatengeneza marafiki wapya, vile kwamba ni kitu ambacho hata watu wasiweza mazoezi hii wanaifanya kwa sababu wanaweza, kwa sababu ni kitu ambacho mnaenda mdogo mdogo na kilomita 5 na kilomita 10. Kwa hiyo unapopenda mwenyewe utembee kilomita 5 ukimbie, au kuna pumzi zako inaruhusu kimbia hata kilomita 10. Kwa hiyo ni kitu kizuri ambacho unajifunza. Kwa hiyo unaweza kukimbia ukatembea kukimbia, na kutoka hapo unaweza ukapata sina hamu ya mazoezi ya kufanya hata mtaani kwenu wapi, kutengeneza magrupu kwa unaenda mazoezini, kwa sababu hii inakuwa ni hamasa, ndio kwanza ni furaha, kila kitu kiko poa. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwamba kitu kizuri. Tunaomba Mungu kila mwaka kiendelee, imani watu wengi wazidi kufanya mazoezi ya pamoja, ni kitu kizuri.